Naam, ni asubuhi nyingine tena. Leo tuko Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni kutokea Mbavu TV maeneo ya hapa Baraka mchini DRC. Endelea kutufuatilia na uendelee kufuatilia channel yako pendwa ya Mbavu TV ili uendelee kupata taarifa mbalimbali zidi ya kinachoendelea katika nchi yetu ya DRC. Usisahau kusub, kulike pamoja na kucomment taarifa zetu na habari zetu mbalimbali ambazo tutaendelea kuzipata. Sasa kutokana na taarifa mbalimbali ambazo tunazo na tulizopata asubuhi ya leo, ni kutokana na taarifa mbalimbali zinazojiri kwenye tarafa letu la Fizi, province ya Sud Kivu, ambapo inasema kuwa hali ya usalama inazidi kuwa tete katika maeneo kadhaa ya wilaya ya Fizi, ambako mapigano yanaripotiwa kati ya makundi ya wazalendo kutoka jamii za Wabembe na Bafuliru. Mapigano yao yameripotiwa maeneo ya Lulimba, Misisi na upande wa Mabanga, hali iliyosababisha baadhi ya wananchi kuondoka katika makazi yao na kukimbilia maeneo wanayoona kuwa salama. Taarifa kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa Lulimba ilikuwa tayari imeshikiliwa na wazalendo wa Bafuleru kabla ya kuingilia kwa jeshi la FARDC, huku milio ya risasi ikiripotiwa kusikika katika maeneo mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa zinazozunguka kuhusu hali hiyo, watu kadhaa wamepoteza maisha. Miongoni mwa waliotajwa ni Kanali Mbelechi anayefahamika pia kwa jina la Mike Bravo pamoja na watu wengine 16. Hata hivyo, idadi hiyo bado inahitaji kuthibitishwa na vyanzo rasmi huru. Wakati huo, taarifa kuhusu mahali alipo Jenerali William Amuri Yakutumba bado hazijathibitishwa rasmi. Baadhi ya taarifa zisizo rasmi zinadai kuwa amejiondoa kuelekea maeneo ya porini. Hali hiyo imezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Fizi, huku wananchi wakihitaji usalama, ulinzi wa raia na kurejea kwa utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa. Lakini hata hivyo, maeneo yaliyoripotiwa mapigano pia ni katika eneo la Shanje Centre, wilaya ya Kale, Kivu Kusini, kati ya wazalendo na wapiganaji wa M23. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mapigano hayo yalikuwa yanaendelea majira ya mchana wa jana tarehe 14, hali iliyozua hofu na wasiwasi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Hali ya usalama bado ni wasiwasi katika eneo la Shanje, huku taarifa zaidi zikisubiriwa kuhusu mwenendo wa mapigano na hali ya raia. Mbavu TV inaendelea kufuatilia kwa kina kinachoendelea na kitakachojiri. Taarifa zote muhimu tutazidi kuwajuza katika maeneo mbalimbali mliopo wasikilizaji na wafuatiliaji wetu wa Mbavu TV. Fizi, maswali yanayohusu utambuzi wa kituo cha mafunzo cha VDP kilichopo Eonde Isaac Kikonde. Swali la hadhi ya kisheria ya kituo cha mafunzo cha wazalendo au volontaire pour la défense de la patrie kilichopo Eonde Isaac Kikonde, wilaya ya Fizi, katika jimbo la Sud Kivu linazua maswali. Wakati wa marsha ya majadiliano ya kuguswa na uwasilishaji wa hali ya usalama iliyofanyika katika ukumbi wa Grand Hotel jijini Kinshasa na mwakilishi wa naibu waziri mkuu anayeshughulikia mambo ya ndani, ilionekana tovuti hii haionekani kwenye orodha rasmi ya vituo vilivyozinishwa na wizara hiyo, huku wazalendo wakihimba au ikiwa ni mwanzo wa kutambua juhudi zao kwenye mstari wa mbele. Walipoulizwa kuhusu hili, waandaaji na wawakilishi wa serikali waliokuwepo kwenye mkutano huo hawakutoa maelezo katika hatua hii. Mwishoni mwa warsha aidha mkutano kuhusu hali ya usalama katika Kivu kilichofanyika katika Grand Hotel mjini Kinshasa, wasomi kadhaa na watu mashuhuri kutoka kwa jamii ya Wabembe waliopo Kinshasa walikosoa vikali kile walichokieleza kama kutengwa. Kulingana na wao, kutotambuliwa rasmi unajumuisha kufutwa kwa juhudi zote zilizotolewa na wapiganaji wa ndani
katika kulinda uadilifu wa kitaifa. Yes, baada ya taarifa hizo ambazo tumekuletea hapo kutoka Mbavu TV, maswali mengi yamekuja na watu mbalimbali, na hususan hata na mimi naendelea kujiuliza, kwa nini jamii ya Wafuliru pamoja na jamii ya Wabembe wote wazalendo waingie kwenye mapigano? Aidha, kwa nini waingie kwenye mtafaruku? Hili ni swala la kuangalia kwenye jicho la tatu kabisa, na wala si swala la kupuuzia. Hapa kuna siasa fulani ambayo inaendelea kutendeka hapa, ili ionekane kwamba chanzo cha kuvuruga usalama wa taifa tena ni wazalendo wenyewe. Lakini ukiangalia vizuri kabisa, hapa kuna siasa kubwa ambayo inaendelea hapa, ambapo wavamizi wetu aidha maadui zetu wameshaingia kati ili tuvurugane sisi kwa sisi, ili habari iende kwamba wazalendo ni chanzo namba moja cha uvurugaji wa amani ya taifa, na hili linaweka taswira mbaya sana na linachafua nafasi yetu kwa jamii ya kitaifa na kwa nafasi ambayo tulikuwa tumeshapewa na mamlaka ya nchi. Kwa kufuatana hivyo, sasa itabidi watu wakae chini ili watafakari hili limetokea wapi na tunaelekea wapi, ili tuachane na hizi drama ambazo si mara yake ya kwanza kutokea. Lakini pamoja kwamba na hivyo, kwa nini uongozi unakosa umakini sana kutokana na hili swala? Kwa nini hili swala linajitokeza mara kwa mara? Uongozi kwa nini hauchukui hatua madhubuti ili haya maswala asiendelee kujitokeza? Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza nikalaumu uongozi hapo. Kuna udhaifu wa uongozi kutosimamia hili swala kidete aidha vizuri, ili haya maswala asiendelee kutokea. Kwa nini sisi na Wafuliru tuendelee kupigana kila mara, wakati sisi ni ndugu, wakati sisi kazi zetu tunazitumikia kwa pamoja, lengo letu sote ni moja, ukomboe nchi yetu? Kwa nini tuendelee kupigana? Aidha, kwa nini tuanze kupigana? Hapo kuna mguu wa adui, hapo kuna watu ambao wamesharubuniwa na pesa. Kwa hiyo tuweni makini ndugu. Lakini pia kuna taarifa ya huzuni kutokana na kikao kilichofanyika mjini Kinshasa. Inaonyesha kuwa kituo cha mafunzo kilichopo Kikonde aidha Eonde akijatambulika kwenye ramani za vituo vya wapiganaji vilivyopo kwenye ramani ya nchi aidha kwenye ofisi ya waziri wa mambo ya ndani. Inahuzunisha sana na inaenda kuonyesha kwamba kuna mchezo fulani ambao tunaendelea kuchezewa sisi kama wazalendo aidha sisi kama raia wa Est. Kuna mchezo fulani ambao unaendelea. Kwa hiyo tusiwe na imani sana na mamlaka ya nchi yetu, aidha tusiwe na imani sana na rais wetu, tusimwamini kwa asilimia mia, tusimwamini kwa asilimia mia. Kuna michezo fulani inaendelea kuchezeka ambayo tuko hapa kuzubaishwa tu na masuala madogo madogo, lakini kilichopo kwenye bahasha tukijui. Tunaendelea kusoma bahasha, lakini barua hatujaijua ikoje. Kwa hiyo hapo kuna umakini mkubwa sana ambao unahitajika kabisa. Iweje kikao kifanyike, wazalendo waliopo Eonde wakose kutambulika, aidha hicho kituo cha wapiganaji kilichopo Eonde ikose kutambulika? Kwa nini? Ilikuwaje? So maswali ni mengi ya kujiuliza ndugu zangu. Tuwe makini, tuangalie kwenye jicho la tatu. Tuna watu wakubwa ambao wanaweza wakafuatilia maswala vizuri kiundani zaidi, tujue kinachoendelea ni nini. Asanteni. Hii ni Mbavu TV.